Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni sana katika ibada ya jioni, na tuianze ibada hii kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa watu wa Mungu, katika ibada hii tutatanguliwa na neno la Mungu ambalo tutasoma kutoka kitabu cha Mathayo mlango wa 6 mstari ni ule wa 13 tu. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Mathayo 6 mstari wa 13. Na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Wapendwa watu wa Mungu, katika neno ambalo tumelisoma, ni kweli kwamba tunaona Yesu Kristo akiwafundisha wanafunzi wake jinsi ya kusali. Na katika sala hii ni sala ambayo tumeizoea, na mstari huu ni mstari ambao unahitimisha sala ambayo Yesu Kristo aliwafundisha wanafunzi wake. Inahitimisha kwa kusema ya kwamba na usitutie majaribuni, lakini utokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ninapendezwa sana na utaratibu wa sala hii Yesu Kristo alivyouandaa. Alianza vizuri, akapangilia vizuri, akajua kabisa hitimisho la mwanadamu kwenye ratiba yake ya siku lazima kutakuwa na mwisho wa majukumu yake, na baada ya majukumu yake atakuwa amepumzika. Sasa katika sala hii pia inatufariji kwa sababu gani? Inatufariji kwa sababu ni hitimisho la sala ambalo linatutia maneno mazuri ya kwamba linasema kwamba usitutie majaribuni. Wakati tunapohitimisha siku au majukumu yetu ya siku, tunaingia kwenye upande wa pili wa kupumzisha mwili. Wakati ambapo tumepumzika ni wakati ambapo hatujitambui. Ni wakati ambapo adui anatumia nafasi hii kuja kwangu au kuja kwako kwa ajili ya kupanda pando la uharibifu. Sasa hapa neno la Mungu linahitimisha kwamba pamoja na kwamba utakuwa umelala, Mungu hata kuacha uingie majaribuni. Atakuokoa na yule mchawi aliyekusudia kukuloga usiku wa leo. Amen. Atakuokoa na majambazi na wezi waliokusudia kuja kukuibia leo. Amen. Neno la Mungu linatutia moyo na linatufariji, linatuambia kwamba usitutie majaribuni, bali utokoe na yule mwovu. Basi hebu tuungane kwa pamoja, twende mbele za Mungu, tukamwite Mungu, tukamwambie Mungu, tunaenda kupumzika, lakini hatuna nguvu za kuweza kuweka ulinzi. Hatuna nguvu za kuweza kujiwekea ulinzi. Tunakuomba utusaidie, usitutie majaribuni, bali utokoe na yule mwovu, kwa kuwa wako ni ufalme na nguvu na utukufu hata milele. Sikia mtu wa Mungu, wapo wachawi ambao wameshaandaa jinsi na ratiba ya kuzuru nafasi yako ya kazi. Wengine wameshaandaa ratiba kwa ajili ya kuharibu ndoa yako. Watakuja kwa njia ya ndoto, watakujia usiku wakati umelala. Wameshajiandaa. Je, utakuwa na ulinzi gani kama huna neno la Mungu? Kama huna maombi yenye neno? Twende mbele za Mungu kwa neno na maombi kwa ajili ya kuhitaji ulinzi katika usiku wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Ili adui atakapokuja, adui akija kwa njia ya kipepo, kwa njia ya kiganga, kwa njia ya uchawi, hakutane na moto wa Yesu. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu ni silaha tosha. Neno la Mungu linatupa ulinzi usiku, mchana, ulinzi kutoka mashariki, magharibi, kaskazini. Ni neno la Mungu ndilo lenye ulinzi wa kututosha. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtu wa Mungu, andaa moyo wako, twende mbele za Mungu, tukamwite Mungu usiku huu aweze kutulinda. Wale wachawi ambao wameandaa kuloga maendeleo yako, wale wezi ambao wameandaa kuharibu mali zako, wakutane na neno la Mungu ambalo lina silaha, ambalo lina nguvu za ulinzi, wakasambaratishwe, wakapigwe, wakavunjwe, wakasambaratishwe kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Twende mbele za Mungu, mpendwa mtu wa Mungu, tukamwite Mungu kwa ajili ya ulinzi katika majira haya ya usiku. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu mkuu uliyeketi mahali pa juu palipoinuka, asante kwa ajili ya neno lako ambalo tumelisoma katika kitabu hiki cha Mathayo mlango wa 6
mstari ni ule wa 13, ambalo linasema kwamba na usitutie majaribuni, bali utokoe na yule mwovu. Bwana Yesu, watoto wako tunakuja mbele zako tukikuita. Tazama, ni majira mengine ya usiku. Umetuongoza tangia ilipoitwa leo, ukatupa vyakula vya mwilini na vya rohoni. Umetulinda, umetuongoza katika safari zetu, umetukinga na kila aina ya ajali na kila aina ya uovu. Sifa na utukufu tunakurudishia wewe Bwana Yesu, pamoja na mazuri yote uliyotutendea Bwana Yesu. Tazama, watoto wako tumeenda kutenda dhambi kwa kuwaza, kwa kunena na hata kwa kutenda. Tunakuja mbele zako majira haya ya usiku tukitubu dhambi zetu zote tulizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kutenda, kwa kujua na kwa kutokujua. Tunakuomba kwa damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, Bwana, ukatusafishe na kututakasa na kutuweka huru kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa ajili ya majira ya usiku ambapo Mungu tunaenda kupumzisha miili yetu. Tunakuomba Bwana Yesu, ukaingize malaika zako kwenye zamu ya ulinzi kwa ajili ya mali zetu, kwa ajili ya roho zetu, kwa ajili ya yale yote tuliyofanya ndani ya siku nzima ya leo. Mungu, tunajikabidhi mikononi mwako tukikuomba ulinzi wako juu ya afya zetu, juu ya ndugu zetu, juu ya kila mmoja anayehitaji msaada wako. Ukatulinde na adui asipate nafasi. Ninakuita Bwana Yesu, nikialika jeshi la malaika wako mtakatifu likashuke ndani ya kila mmoja kwa ajili ya kuweka ulinzi mashariki, magharibi, kaskazini, juu, chini, kila upande, kila wakati, kila dakika, kwa ajili ya yule adui ambaye amejiandaa kwa ajili ya kuja kutuzuru katika mazingira yale ya usiku. Tunaachilia jeshi lako likaingie kazini. Kila adui atakayekuja kwa ajili ya uharibifu hakutane na moto wa Yesu. Moto kutoka mashariki, moto kutoka magharibi, moto kutoka kaskazini, moto kutoka juu, kutoka chini, kutoka kila kona ya dunia hii. Ukasambaratishe wachawi wote, waganga wote, wakasambaratishwe kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wote waliokusudia kufanya uharibifu Bwana Yesu, kwa njia za wizi, kwa njia za ulevi, kwa njia za uzinzi, tunawasambaratisha kwa damu ya Yesu, wasipate kibali katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ndoa zilizoandaliwa kuharibiwa kwa ajili ya adui, Mungu, tunazifunika kwa damu ya Yesu. Tunakuomba ukazifunike, adui asipate nafasi ya kuharibu ndoa za watoto wako, familia za watoto wako, kazi za watoto wako, zikafunikwe kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Adui asipate kibali katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunaombea wote wenye shida mbalimbali, wagonjwa, yatima, wenye shida mbalimbali, wenye vita katika nchi yao, wenye majanga mbalimbali, majanga ya moto, majanga ya maji. Mungu, tunawaombea Bwana Yesu, ukawabariki na kuwalinda. Embu Mungu, waepushe watoto wako wasizurike na adui kwa namna moja au nyingine, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunajikabidhi mikononi mwako usiku huu tukikuita kwa jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.